Kwa majina naitwa John Seka, mimi ni wakili wa walalamikaji katika kesi ya uchaguzi jimbo la Kigoma mjini, ambao leo tumekuja hapa mahakamani tukiendelea na usikilizaji wa shauri hili la uchaguzi, hasa kuhusiana na ushahidi wa mashahidi mbalimbali wanaotoa dhidi ya matendo yaliyofanywa na Clayton Revocatus Chipando na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Kigoma mjini. Kwa hiyo leo katika mazungumzo yetu tumeleta mashahidi hasa mida hii ya jioni, ambao nao wameeleza matukio mbalimbali yaliokuwa yanaendelea wakati wa uchaguzi, na mashahidi yao wameongea vitu mbalimbali. Kuna ambao wameongelea masuala ya wao kutekwa, kuna ambao wameongelea taratibu za uchaguzi kuvurugwa. Kwa hiyo hayo wote wametoa ushahidi, na baada ya kutoa maelezo hayo pia walipata fursa ya kudodoswa kwenye mambo hayo, na wamedodoswa kwa kina, na hivyo sasa tutawachia mahakama kupima nini ambacho kinaendelea. Lakini kikubwa ni kwamba tumepiga hatua kubwa sana kwenye shauri hili, kwa sababu mpaka leo jioni tumemaliza mashahidi 12. Kwa hiyo tumebakisha na mashahidi 4 ambao ni mashahidi watakaomalizia shauri hili kwa upande wa walalamikaji. Kwa hiyo tunatarajia kwamba kesho, Mungu akipenda, tutamaliza mashahidi wote waliobakia. Huwezi ukapima ufanisi wa ushahidi kabla hujamaliza ushahidi. Kwa hiyo ni mapema sana, bado tuna mashahidi 4, na mashahidi 4 hawa tunatarajia na wao watakuja na kuelezea mambo mbalimbali yaliyokuwa yanaendelea. Tutakapomaliza ndio wala sio sisi tutakaopima. Mahakama baada ya kutusikiliza itaenda chini, itatupa nafasi ya kufanya majumuisho, alafu baada ya majumuisho itatamka kama upande wa Baba Levo na serikali wana kesi ya kujibu. Kwa hiyo uendeshaji wa mashauri ya uchaguzi ni kama ulivyo wa kesi ya jinai. Kwa hiyo mahakama baada ya kusikiliza maelezo yetu itaenda kukaa chini, itatafakari uzito wa mashauri na hoja zilizoletwa, alafu itasema kama kuna hoja ambayo upande wa serikali unaweza kujibu. Endapo mahakama itaona maelezo haya hayajitosheleza, basi kesi itaishia hapa, lakini ikiona kwamba kuna hoja za kujitosheleza zinazohitaji kujibiwa na upande wa pili, basi mahakama itatoa fursa hiyo kwa upande wa pili kujibu. Kwa hiyo mwelekeo ni kwamba mahakama inaonyesha kati ya Jumatatu au Jumanne itatupa fursa ya kusema kwamba je, walalamikaji wana kesi na hivyo upande wa pili ujibu au la. Kwa hiyo tunaweza tukajua hiyo by Jumanne au Jumatatu. Kwa majina naitwa Emmanuel Thomas Msasa, ni wakili wa Clayton Revocatus Chipando, mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Tupe tathmini ya namna leo nini hasa ambacho kimejiri mahakamani, na kwa upande wenu maswali ya dodoso yalijikita kwenye eneo gani kutokana na mashahidi ambao wamewasilisha leo kutoka upande wa pili? Kwa leo tumesikiliza mashahidi ambao wameletwa na upande wa walalamikaji, na kikubwa kwa ushahidi wao ambao wameuleta, walikuwa wanaendelea kudhibitisha au kutolea ushahidi kuhusiana na shauri lao la uchaguzi, kuhusiana na vitendo vya rushwa, kuhusiana na vitendo vya utekaji, na kuhusiana na kukiukwa au kufuata taratibu za uchaguzi. Kwa kifupi, walikuwa wanatoa ushahidi kuhusiana kwamba taratibu na sheria za uchaguzi hazikufuatwa. Na sisi tumejikita hapo kwa ajili ya maswali ya dodoso ambayo tumekuwa tukiwauliza mashahidi wote ambao wamewaleta leo, kwa sababu kwa asilimia kubwa mashahidi walioletwa leo walikuwa wanaelezea kwamba utaratibu na kanuni na sheria za uchaguzi hazikufuatwa. Kwa sisi tulikuwa tunauliza maswali ya dodoso ili kuweza kuonesha kwamba ushahidi wao hauwezi kuaminika, una mashaka makubwa. Kwa hiyo hayo ndio maswali makubwa tulikuwa tunajikita, kama kweli wanajua taratibu, na kama kweli baadhi wanaosema ni mawakala, kama kweli walipata mafunzo ya uwakala, na kama kweli taratibu zinaruhusu wakala kwamba sipo saini basi matokeo yawezi kutangazwa au yanaweza yasitangazwe. Hicho ndio kikubwa tulikuwa tunajikita, lakini pia tulikuwa tunajikita kwa baadhi ya hoja ambazo walikuwa wakizibua za masuala labda ya utekaji.
tukiwauliza kama wale ambao wanasema waliwateka, kwa baadhi ya mashahidi wakawa wanasema waliowateka ni watu ambao wanafahamiana, wanajuana. Kwa hiyo ndio tukawa tunajikita sasa, kama mtu alikuwa anakujua unasemaje alikuteka. Lakini pia unasema ulitekwa, huyo mtu amekukamata kwa mujibu wa maelezo yako, unasema wakati mwingine unasema kwamba ulikamatwa na ulipelekwa kituo cha polisi na ulichukuliwa maelezo. Sasa huo ni utekaji wa aina gani? Kwa hivyo ndivyo vya msingi tulivyokuwa tunauliza, lakini yote kwa yote tulikuwa tunawauliza kama wanajua hati ya madai ya walalamikaji walioileta mahakamani. Kwa asilimia kubwa kuna wengine walikuwa wanasema hawajui hizo hati za madai na hawajawahi kuziona wala hawajawahi kuzisoma. Wao wamekuja kueleza kile kitu ambacho wao either walikiona au waliambiwa. Kwa hiyo hapo ndipo pa msingi kwetu tulikuwa tunakazana kuweza kuhakikisha kwamba tunanyongonyeza ushahidi wao kwa njia ya maswali ya dodoso. Kwa mengine mahakama tunaamini itapima na itakuja kuona kwamba kama kuna kesi ya kujibu au la. Kiona kama kuna kesi ya kujibu, basi tutajitetea kwa namna ambavyo kulingana na jinsi ambavyo wao wameleta ushahidi wao. Tathmini yenu ikoje? Mashahidi 12 kati ya 16 I think so. Yes. Kwa hiyo maana yake bado mashahidi wanne, ni kama wamefika nusu. Mnaweza nyinyi kwa lugha ya kisheria ni kama mnaanza kuona, tathmini yako ikoje kwa mashahidi hao ambao mpaka hivi sasa kama wakisema wanafunga saa hizi, maana yake wamefika asilimia zaidi ya 70 ya mashahidi waliokuwa wanakusudi kuleta mahakamani? Ndugu mtangazaji, hilo swali tuliachie mahakama, lakini tunachokisema kwamba mashahidi wao wametoa ushahidi wao na tumeuliza maswali ya dodoso ya msingi yanayohusiana na kesi, na sisi tunaamini kwamba maswali tuliyouliza ni maswali ya msingi ambayo kwa namna moja ama nyingine tunaamini yanaweza kanyongonyeza kesi yao. Kwa hiyo swala la tathmini inakuaje, basi tutaiachia mahakama itakapofika hatua hiyo ya kuweza kuamua kama kweli ushahidi wao mahakama inaweza kama ushahidi wao kweli ulikuwa unajitosheleza na kwamba tunaweza tukapewa fursa ya kuweza kujitetea, au mahakama kama itaona kwamba ushahidi wao haujitoshelezi, basi tunaweza tukaishia hapo. Asante.